Number 3 Barnaba Classic yuko na shemeji yetu Raya mwenyewe, the boss lady mwenyewe. Mko vizuri? Alhamdulillah, tuko salama. Tunafurahi sana kuona mkiwa pamoja kama hivi. Sisi tunapenda. Okay. Sawa, umepata nafasi ya mwaliko pia kushuhudia tukio la ndugu yako Mbosso. Kwanza mara ya kwanza mkao baada ya kuingia kwenye mitandao kumuona ndugu yako akianza kutizi kuhusiana na ile green ile. Wewe ulichukuliaje? Mimi Batimani mtu wa karibu kidogo au nzuri Mbosso. Sikuwa na pressure, lakini pia mimi mmoja wa watu ambao walikuwa hawajui kinachoendelea. Kwa na mimi mwenyewe nimekuwa surprise. Na leo tumekuja hapa na nimekuja na wife kwa heshima na tazama baada ya kupokea mwaliko. Tuko kwenye room number 3. Tunataka tujue kilichomo kwenye room. Unahisi room number 3 ni nini? Kwa mujibu wa caption zake Mbosso, kwa mujibu wa tira zake inaonyesha kama ni EP. Anatambulisha EP kwa maana ya tracks zake ambazo zitakuwa ndani baada ya ukimya wa muda mrefu, na nikijitoa kama msanii mwenzie, kama mshabiki, nina kiu ya kusikia kwenye room. Kuna masofa, kuna ndoo, kuna sufuria. Niko so excited kusema kweli. Yes. Sitaki niambia kama Barnaba hujapata nafasi hata kusikiza hata nyimbo moja hizo. Sijaipata nafasi. Kwenye hiyo room number 3 sijapata nafasi. Ndio maana nimekuja hapa kupata mwaliko wa listening part. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani kwamba mimi ni mgeni pia, lakini sina mashaka na Mbosso hata kidogo. Sawa, Mbosso ni msanii ambaye pia alitokea kwenye label. Tunakumbuka alikuwa mkubwa na wanae kule kwa Said Fela, lakini pia kaenda WCB. Sasa hivi anasimama kama yeye. Najua wewe ni msanii ambaye pia umesimama wewe kwa muda mrefu. Safari ya muziki ya Mbosso, labda pengine ukipata nafasi ya kuzungumzia kama hivi kwenye kamera, ungependa kumwambia nini kwenye maisha ambayo pia anaenda kujitegemea? Bahati mbaya nzuri Mbosso sio mtu wa kumwambia vitu vingi sana, kwa sababu najua ni mbobefu. Mmoja nathubutu kusema ni mmoja wa wasanii wenye nidhamu ya hali ya juu sana. Ana usikivu, mnyenyekevu. Hata huko alipotoka ukiuliza sifa zake kubwa pia watu wanamsifia kama ni msanii mwenye nidhamu. Na ukiacha kusifiwa, mimi nimekaa na Mbosso, sio msanii wa kusema na makelele, nidhamu yake ndogo. Kwa nina matumaini makubwa kwenye safari yake ya muziki. Na mtakia kila laheri. Uthubutu wa kufanya kazi kama solo ni mzuri na ni kujituma zaidi, na najua Mbosso ana hicho kipawa cha kila aina kufika pale anapostahili. Okay, lakini pia Mbosso kwa mara ya kwanza anafungua lebo yake ya Khan Music. Wewe una lebo pia, High Table Sound. Mimi sina lebo. High Table Sound sio lebo, ni taasisi. Taasisi. Una lipi la kumwambia Khan, kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza anafungua lebo ya Khan? Sidhani kama ni lebo, sidhani kama kuna sehemu Mbosso ametuambia ni lebo. Lakini ulipoona Khan Music ni taasisi kama taasisi nyingine, it's a Khan Music, maana yake inaweza kaa inafanya muziki wake, hajasema kama ni lebo. Kwa hiyo nadhani if it's label or so label is on the way, anakuja hapa mtamuuliza hapo maswali. Yes. Sasa shemeji naye aseme kitu kidogo. Ana la kusema. Sio kweli bwana. Sio kaida yake Raya, tunamjua bwana. Ana la kusema. Sio vizuri. Mambo vipi lakini? Mbona leo mpole hivi? Au unaogopa Barnaba kwa sababu yuko hapa? Tuko pamoja wanadada. Mungu awabariki sana. Thank you.